Viashiria kwa maofisini kwetu huko ni vingi, kwa sababu unaweza kukuta mtu mzima anayetegemewa kufanya matendo fulani ya kiutu uzima anafanya matendo ya kitoto. Lakini pia unakuta mtu labda anafanya kazi kupitiliza kutwa nzima bila kupumzika. Kiubinadamu haiko sawa. Kwa hivyo ukichunguza sana mtu yule unakuta tayari ana viashiria vya magonjwa ya akili. Na kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanaweza kusababisha ukamgundua mtu ofisini ana changamoto hizo, lakini mojawapo kwa machache ni hayo. Anashindwa kukaa vizuri na wenzake ofisini. Labda kama kwenye ofisi kuna idara mbalimbali, anakuta huyu leo anahamishwa idara hii, anashindwa kufiti pale, anapelekwa idara nyingine, amegombana na huyu, yani ni yeye tu. Kila siku magomvi na watu wengine. Ukimpa kazi anashindwa kumaliza kazi vizuri. Anashindwa kufanya vile vitu ambavyo labda hata vikasababisha akapongezwa. Yani wewe mwaka mzima hujapongezwa. Yani wewe mwaka mzima hujafanya chochote cha kusaidia wenzako ama kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo watu hao ukiwaangalia kwa umakini tayari wana viashiria vya afya ya akili, vya changamoto ya afya ya akili, na tayari wanaweza kupata matibabu na wakatoka kwenye hizo haja. Daktari, kwa mfano kwa watu ambao wako ofisini, wakati mwingine nimeona hata madaktari wakishauri kama mtu ana changamoto hiyo labda maeneo ya kazi, pengine maeneo hayo ya kazi ndio yanaweza kawa yanasababisha yeye kupata changamoto, wanamweka sehemu nyingine. Katika mazingira ya kazi hapa, kitu ambacho zaidi kinaweza kufanyika kwa haraka ni kitu gani ili yule mtu aimarike kiakili? Ili mtu aweze kuimarika kiakili ni kwanza kumsikiliza. Anapitia nini? Muulize mtu, kama wewe ni mkuu wa idara, kama wewe ni supervisor somewhere, muite mtu, muulize unapitia changamoto gani, una shida gani. Msikilize vizuri, usiweze kumkatisha maongezi yake akiwa anakuambia, kwa sababu mtu mwingine akiwa na changamoto ya afya ya akili alafu anaongea sentence moja tayari umeshaluka kwenye conclusion, yani umeruka kwenye kuhitimisha, utamuelewa na utakuwa umemsaidia.